Okay, sawa basi nikushukuru sana mpenzi mfuatiliaji wa YouTube channel ya kwetu Mr. Simulizi. Msimulizi wako hapa Mr. Simulizi, niendelee kushukuru kwa wewe ambaye unaendelea kuwa mwanafamilia. Kama bado hujafanya hivyo, na nikuombe tu uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe ili uwe moja ya wale watu ambao wanakuwa kwanza kabisa kupata habari zetu pindi tu pale tunapokuwa tunawawekea. Na kwa siku hii ya leo na kuunganisha na msimulizi wa Usalama TV ambaye ameweza kuandalia makala nzuri kabisa kwa ajili ya kuweza kufahamu historia ya neno msamvu. Je, ulikuwa unaifahamu maana ya neno msamvu ama historia ya jina msamvu? Basi ngoja nikusafirishe moja kwa moja uweze kufahamu ama kupata historia ya msamvu. Neno msamvu litokea wapi? Neno la makaburi ndio maana inaitwa msamvu mpaka stendi kule. Kwa mara ya mwisho shughuli za mazishi kufanyika katika eneo hili ni mwaka 1985 kabla ya shughuli hizo kuhamia eneo la Kola linalotumika hadi sasa. Miongoni mwa waliozikwa Msamvu ni pamoja na watu waliokuwa maarufu katika jamii zao, akiwemo mwanamuziki maarufu Salum Abdalla na mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga na Pan Africa Gibson Sembuli, hali inayodhihirisha namna eneo hili lilivyokuwa sehemu muhimu ya historia ya jamii. Hata hivyo, jina Msamvu lilibaki kama urithi wa kihistoria. Kadri Morogoro ilivyokuwa, Msamvu iligeuka kuwa kituo cha usafiri, biashara na utambulisho wake. Mabadiliko makubwa yalianza mwaka 2008 pale serikali ilipoanza ujenzi wa kituo cha kisasa cha mabasi yaendao mikoani na nchi jirani, mradi uliokuja kuzinduliwa rasmi mwaka 2016 na Rais wa awamu ya 5 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kujengwa kwa stendi hii kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kupungua. Kwa mfano usawa wa ndugu zetu ambao walikuwa zamani wakipiga mapanga, walikuwa wakikaba, lakini leo wameamua kuachana na mambo kuja ndani ya stendi yetu na kufanya kazi ambazo za kijamii. Kuna wengine wapo kwenye mambo ya matoroli humu, umeona. Kuna wengine wapo ndani kazi yao kuosha magari. Kwa hiyo zimekuwa fursa nyingi, na kweli tunashukuru. Sasa hivi wenyewe umeshaona kwamba bora ya nini maisha ambayo kukimbizana na mapolisi au kwenda kufanya uhalifu ambao usikuwa na tija. Kwa hiyo wenyewe kama wao wameamua, sasa hivi kwetu tunashirikiana na wengi walikuwa watu wa kulaunga, lakini sasa hivi tunashukuru ndani ya stendi yetu hilo jambo tumeweza sana kulidhibiti na wengi wameenda soba. Leo Msamvu imebadilika kutoka eneo lilokuwa likihusishwa na hofu na simulizi za matukio ya uhalifu hadi kuwa kitovu cha usafiri kilicho salama chenye mchango mkubwa katika uchumi wa mkoa wa Morogoro. Mimi nilikuwa naishi maisha ambao yalikuwa ajabu ajabu, lakini kuja stendi nashukuru naishi maisha mazuri, imeendelea kunipa ajira, imeendelea kunisomesha watoto na kuishi katika maisha mazuri. Na siku tulikuwa kwa stendi ya Msamvu imetupa maendeleo mengi sana. Vijana wengi tumepata ajira, watu wameanzisha mikokoteni, watu ndani wana vioski, mama ntilio wanauza. Leo tunashukuru pia jeshi la polisi kwa kusimamia amani. Kwa kweli stendi yetu tunashukuru sana, ina amani, haina vurugu. Tunashukuru jeshi la polisi wanatulinda. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama anasema hatua hizo zimechangia kwa kiasi kikubwa kudhibiti vitendo vya uhalifu vilivyokuwa vikitikisa eneo hilo hapo awali. Unapokuwa unazungumzia hali ya usalama katika mkoa wa Morogoro, hakuna namna ambayo unaweza kuweka kando hii stendi ya Msamvu kwa sababu ina mchango katika mapambano haya dhidi ya uhalifu. Kwa ujumla, sisi jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tulikuwa tukiitumia kuimarisha stendi ya Msamvu, kuimarisha shughuli zetu za mapambano dhidi ya uhalifu. Kuna misako mingi ambayo tunaifanya na operation nyingi ambazo tunazifanya kwa hiyo stendi ya Msamvu, na hii inatokana na muonekano au fikra za watu wengi kwamba wahalifu wengi wanapatikana pale Msamvu. Kwa kutokana na hivyo basi doria zetu nyingi pia sisi tunazielekeza pale, tukiamini kwamba eneo la Msamvu ni eneo la kimkakati. Jina lake linaendelea kubeba urithi wa kihistoria, huku ikiwa mfano wa namna uwekezaji wa miundombinu bora unavyoweza kubadili jamii na kudhibiti uhalifu kipekee na ugusa maisha, utamaduni na historia ya wakazi wa mkoa wa Morogoro tangu hapo zamani. Baadhi yao wanasema asili ya jina hilo inarejea miaka ya zamani ambapo lilitumika kama sehemu ya maziko ya jamii. Unajua wakati miti ilikuwa ni michache. Kwa hiyo hivi sasa vikichipua wakati wa masika kama hivi sasa watu wanapokuja kuzika basi wanakata ile kwa mashahidi. Na inakuwa na matokeo yake Msamvu wanafanya kwa mboga, watu wanachoma wanaenda kutumia. Basi kadiri miaka ilivyokuwa inakwenda mpaka hivi sasa neno la Msamvu ndio lipo mpaka hii leo. Na ndio maana
likaitwa eneo lote hili kuanzia maeneo haya mpaka stendi ya Msamvu kule kwenye mabasi kule, ndio ikaitwa yote Msamvu, lakini kutokana na eneo la makaburi ndio ikaitwa Msamvu mpaka stendi kule. Kwa mara ya mwisho shughuli za mazishi kufanyika katika eneo hili ni mwaka 1985 kabla ya shughuli hizo kuhamia eneo la Kola linalotumika hadi sasa. Miongoni mwa waliozikwa Msamvu ni pamoja na watu waliokuwa maarufu katika jamii zao, akiwemo mwanamuziki maarufu Salum Abdalla na mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga na Pan Africa Gibson Sembuli, hali inayodhihirisha namna eneo hili lilivyokuwa sehemu muhimu ya historia ya jamii. Hata hivyo, jina Msamvu lilibaki kama urithi wa kihistoria. Kadri Morogoro ilivyokuwa, Msamvu iligeuka kuwa kituo cha usafiri, biashara na utambulisho wake. Mabadiliko makubwa yalianza mwaka 2008 pale serikali ilipoanza ujenzi wa kituo cha kisasa cha mabasi yaendao mikoani na nchi jirani, mradi uliokuja kuzinduliwa rasmi mwaka 2016 na Rais wa awamu ya 5 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kujengwa kwa stendi hii kuna vitu vingi ambavyo vimeweza kupungua. Kwa mfano, usawa wa ndugu zetu ambao walikuwa zamani wakipiga mapanga, walikuwa wakikaba, lakini leo wameamua kuachana na mambo, kuja ndani ya stendi yetu na kufanya kazi ambazo za kijamii. Kuna wengine wapo kwenye mambo ya matoroli humu, umeona, kuna wengine wapo ndani kazi yao kuosha magari. Kwa hiyo zimekuwa fursa nyingi, na kweli tunashukuru. Sasa hivi wenyewe wameshaona kwamba bora ya nini maisha ambayo kukimbizana na mapolisi au kwenda kufanya uhalifu ambao usikuwa na tija. Kwa hiyo wenyewe kama wao wameamua, sasa hivi kwa tunashirikiana na wengi walikuwa watu wa kulaunga, lakini sasa hivi tunashukuru ndani ya stendi yetu hilo jambo tumeweza sana kulidhibiti na wengi wameenda soba. Leo Msamvu imebadilika kutoka eneo lilokuwa likihusishwa na hofu na simulizi za matukio ya uhalifu hadi kuwa kitovu cha usafiri kilicho salama chenye mchango mkubwa katika uchumi wa mkoa wa Morogoro. Mimi nilikuwa naishi maisha ambao yalikuwa ajabu ajabu, lakini kuja stendi nashukuru. Naishi maisha mazuri, imeendelea kunipa ajira, imeendelea kunisomesha watoto na kuishi katika maisha mazuri. Na siku tulikuwa kwa stendi ya Msamvu imetupa maendeleo mengi sana. Vijana wengi tumepata ajira, watu wameanzisha mikokoteni, watu ndani wana vioski, mama ntilio wanauza. Leo tunashukuru pia jeshi la polisi kwa kusimamia amani. Kwa kweli stendi yetu tunashukuru sana, ina amani, haina vurugu. Tunashukuru jeshi la polisi wanatulinda. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama anasema hatua hizo zimechangia kwa kiasi kikubwa kudhibiti vitendo vya uhalifu vilivyokuwa vikitikisa eneo hilo hapo awali. Unapokuwa unazungumzia hali ya usalama katika mkoa wa Morogoro, hakuna namna ambapo unaweza kuweka kando hii stendi ya Msamvu kwa sababu ina mchango katika mapambano haya dhidi ya uhalifu. Kwa ujumla, sisi jeshi la polisi mkoa wa Morogoro tumekuwa tukiitumia kuimarisha stendi ya Msamvu, kuimarisha shughuli zetu za mapambano dhidi ya uhalifu. Kuna misako mingi ambayo tunaifanya na operation nyingi ambazo tunazifanya kupitia hiyo stendi ya Msamvu, na hii inatokana na muonekano au fikra za watu wengi kwamba wahalifu wengi wanapatikana pale Msamvu. Kwa kutokana na hivyo basi doria zetu nyingi pia sisi tunazielekeza pale, tukiamini kwamba eneo la Msamvu ni eneo la kimkakati. Jina lake linaendelea kubeba urithi wa kihistoria, huku ikiwa mfano wa namna uwekezaji wa miundombinu bora unavyoweza kubadili jamii na kudhibiti uhalifu.